BMP TV Professional Update. Uwalgani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. BMP TV Online tunaendelea kukuletea matangazo kutoka kutani za dunia, hususan Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Mr. Orange. Tafadhali like pia subscribe, na hivyo utakuwa umetisha zaidi kila wakati utakuwa unapata update zetu za moto. Na moja kwa moja tuanze huko Goma. Hali ya Goma kwa sasa, mwezi wa 4 2025, usalama na mapigano ya kijeshi. Goma, mji mkuu mashariki mwa DRC karibu na mpaka wa Rwanda, umekuwa katikati ya machafuko makubwa tangu mapema 2025. Wahasi wa M23, kundi lenye historia ya mapigano dhidi ya serikali ya Kongo, wametekeleza mashambulizi ya kushtukiza na sasa wanadhibiti maeneo mengi kuzuka Goma. Wahasi hawa wameiteka barabara kuu ya kutoka Goma kwenda Bukavu na Walikale, wakikata mawasiliano muhimu ya biashara na usafirishaji. Wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Rwanda imekana, lakini yamezua taharuki za kidiplomasia Afrika ya Kati. Wameimarika kijeshi wakitumia silaha nzito na teknolojia ya kisasa na kufanya mashambulizi ya ghafla kwa kutumia magari ya kivita. Jeshi la DRC FARDC linaendelea kupambana nao, likisaidiwa na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO na majeshi ya kigeni walioko kwa maombi ya dharura ya serikali ya Kongo. Mgogoro wa kibinadamu. Mapigano haya yamesababisha janga kubwa la kibinadamu, huku shirika la WFP, mpango wa chakula duniani, likikadiria kuwa zaidi ya watu milioni 1 wamepoteza makazi yao ndani ya muda mfupi. Maelfu wamepotea au hawajulikani walipo. Wengi wao wamekimbilia katika vituo vya wakimbizi visivyo na huduma za kutosha, wengine wakivuka mpaka kuingia Rwanda au Uganda. Katika kambi nyingi, wakazi wanakimbiliwa na ukosefu wa chakula, maji safi na huduma za afya. Maradhi ya mlipuko kama kipindupindu na surua. Hali ya kiakili kuwa mbaya kutokana na vita na mauaji ya familia zao. Hali ya kiuchumi na kijamii. Bei za bidhaa muhimu zimepanda maradufu mnamo mfuko wa unga wa mahindi uliokuwa unauzwa kwa 10,000 za Kongo, sasa unauzwa hadi 25,000 za Kongo. Soko la Goma limefungwa mara kwa mara na usambazaji wa bidhaa kutoka Uganda na Rwanda kuvurugika. Madereva wa maroli, wakiwemo wa Tanzania, wamekwama njiani, wengine kwa zaidi ya wiki 2 wakihofia maisha yao. Siasa na mvutano wa ndani. Joseph Kabila, rais wa zamani wa DRC, amerudi nchini akiwa Goma, akisema anataka kusaidia kuleta amani. Serikali ya sasa inamtuhumu kushirikiana na M23 na imesimamisha chama chake cha kisiasa ambacho kilikuwa kikijiandaa kushiriki uchaguzi. Viongozi wa kisiasa wa eneo la Mashariki wanatofautiana kuhusu namna ya kuishughulikia M23. Baadhi wanataka mazungumzo, wengine wanapendekeza nguvu zaidi ya kijeshi. Mwitikio wa kimataifa. Umoja wa Mataifa umetuma ripoti kali ukikosoa hali ya kutotendewa hutu kwa wakazi wa Goma. Mashirika kama Norwegian Refugee Council na MSF, Madaktari Wasio na Mipaka, yameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi ya Sudan au Yemen. Viongozi wa Afrika Mashariki kupitia
EAC wanakutana wiki hii Arusha kujadili namna ya kuingilia kati kwa kijeshi au kidiplomasia. Taarifa kamili ya hali Kivu Kusini. Hali ya usalama. Mapigano makali yaendelea jimbo la Kivu Kusini, linaendelea kukumbwa na hali ya taharuki na ukosefu wa usalama. Mambo makuu ni haya: mapambano kati ya M23 na wazalendo. Wahasi wa M23 waliodhibiti maeneo mengi Kivu Kaskazini wameanza kujaribu kupanua ushawishi wao hadi Kivu Kusini. Katika majuma ya hivi karibuni kumekuwa na mapigano makali katika wilaya za Kale, Nyambibwe, Mudaka na Uvira. Kundi la wazalendo linalojitambulisha kama Wazalendo wa Kongo limekuwa likipambana na M23 na kudai kufanikiwa kurejesha vijiji kadhaa vilivyotekwa na wahasi. Ripoti za ndani zinasema kuwa katika maeneo ya Nyambibwe na Nyangezi, wahasi waliwaua raia kadhaa waliodhaniwa kushirikiana na vikundi pinzani. Hali ya raia na mgogoro wa kibinadamu. Mapigano haya yamezua mgogoro mkubwa wa raia. Maelfu ya watu wameyakimbia makazi yao wakikimbilia maeneo ya Mulongwe, Kamanyola na mpaka wa Burundi. Kambi za wakimbizi kama Mulongwe Transit Center zimejaa kupita uwezo wake. Watoto na wanawake ndio waathirika wakubwa. Mashirika ya misaada kama Red Cross na UNHCR yanakabiliwa na uhaba wa dawa, chakula na huduma za afya, huku visa vya malaria na kipindupindu vikiongezeka. Uchumi na biashara. Madini ya vuruga amani. Gavana wa Kivu Kusini ametoa taarifa kuwa 67% ya madini, hasa dhahabu, coltani, kasiterat na yanayochimbwa katika jimbo hilo yanatoroshwa kinyume cha sheria kupitia mipaka ya mashariki. Madini haya huuzwa katika masoko ya nje kupitia njia za magendo na yanachochea vita na ufadhili wa vikundi vya waasi. Serikali ya jimbo imeanza kuimarisha doria katika migodi na mipaka, lakini rushwa na ushirikiano wa maafisa wa usalama na wafanyabiashara haramu ni changamoto kubwa. Siasa na haki za binadamu. Kukamatwa kwa mwandishi wa Burundi. Mwandishi wa habari raia wa Burundi Gerardine Ingambire alikamatwa April 16, 2025 mjini Mulongwe kwa tuhuma za kuwa na uhusiano na kundi la wahasi la Red Tabara. Ingabire alikuwa akifanya kazi katika kituo cha redio ya jamii Amani FM, akiwa pia mkimbizi aliyesajiliwa na UNHCR. Kukamatwa kwake kumelaaniwa na mashirika ya wanahabari na haki za binadamu, yakisema ni jaribio la kuziba midomo ya wanahabari huku katika eneo la mzozo. Mwitikio wa ndani na kimataifa. Serikali ya Kongo Kinshasa imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya Kivu Kusini na kuitaka MONUSCO kuongeza msaada wa kijeshi. Umoja wa Mataifa kupitia ujumbe wa MONUSCO umepanga kuongeza doria katika maeneo ya Uvira na Kale kuanzia wiki hii. Mashirika ya kiraia yanaomba jumuiya ya kimataifa, hasa AU na EAC kuingilia kati kwa njia ya kidiplomasia na kibinadamu. Kukamatwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki. Tukio lingine lililoibua maswali ni kukamatwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki kwa DRC mnamo tarehe 15 Aprili 2025.
alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Lubumbashi, lakini hadi sasa sababu za kukamatwa kwake hazijawekwa wazi. Tukio hili limeibua maswali na wasiwasi kuhusu uhuru wa viongozi wa dini nchini DRC. Hali hii inatokea katika kipindi ambacho hali ya kisiasa nchini DRC inazidi kuwa tete na viongozi wa dini wanakumbana na changamoto kubwa katika kuhifadhi uhuru wao wa kufanya kazi bila kushurutishwa na vyombo vya dola. Hata hivyo, ni vigumu kuelewa kama tukio hili lina uhusiano na hali ya kisiasa au uhusiano wa kidini wa nchi hiyo. Hali ya usalama na jeshi la Afrika Kusini. Afrika Kusini imekuwa na ushirika mkubwa katika shughuli za kijeshi nchini DRC, hasa kutokana na hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Mnamo Februari 2025, wanajeshi 14 wa Afrika Kusini walikufa katika mapigano na waasi wa M23, kundi la wanamgambo linalodaiwa kuwa na uungwaji mkono wa Rwanda. Hali hii ilisababisha serikali ya Afrika Kusini kutuma msaada kwa wanajeshi wake waliokwama katika maeneo hayo ya mapigano. Pamoja na kwamba Lubumbashi iko mbali na sehemu za mapigano zaidi ya kilomita 1000, mji huu umeendelea kuwa kituo muhimu cha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi na msaada wa wanajeshi wa Afrika Kusini walioko kwenye vita na waasi. Hali hii pia inaathiri usalama wa mji, kwani sehemu za mashariki mwa DRC zinazoathiriwa na vita vinavyoendelea pia huathiri mji mkubwa kama Lubumbashi. Maandalizi ya DRC Mining Week 2025. Tukio la DRC Mining Week 2025 linatarajiwa kufanyika kutokana tarehe 11 hadi 13 Juni 2025 mjini Lubumbashi, na linatarajiwa kuwa na umuhimu mkubwa wa sekta ya madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni miongoni mwa mataifa yanayoongoza duniani kwa uzalishaji wa madini, hususan kobalti, shaba na almasi, ambazo ni muhimu wa teknolojia na tasnia ya nishati duniani. DRC Mining Week ni tukio muhimu kwa wadau wa sekta ya madini na linatoa fursa kwa viongozi wa serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa kujadili changamoto na fursa zinazotokeza katika sekta hii. Lubumbashi kama mji mkuu wa kibiashara na kiuchumi wa DRC ni mwenyeji mzuri wa tukio hili, kwani ni karibu na maeneo ya uzalishaji wa madini na huduma za usafirishaji zinazoenea hadi nchi za jirani. Ujio wa Joseph Kabila kutoka uhamishoni. Baada ya kukaa uhamishoni kwa takriban miaka 6, Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyetawala kuanza 2001 mpaka 2019, alirejea nchini katikati ya April 2025. Kilichoshangaza wengi ni kwamba alielekea moja kwa moja katika mji wa Goma, mashariki mwa DRC, eneo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na waasi wa M23. Kabila alidai kuwa lengo lake ni kushiriki katika juhudi za amani ili kuunganisha taifa na kuleta maelewano kati ya pande zinazohasimiana. Alijitokeza hadharani akizungumza na wakazi wa Goma kwa lugha ya Kiswahili na Lingala, akisisitiza umuhimu wa kudumisha umoja wa kitaifa na kuonya juu ya njama za kutaka kuigawa Kongo. Msuko na hatua kali kutoka kwa serikali ya Tshisekedi. Hadi sasa Rais Felix Tshisekedi hajatoa kauli moja kwa moja ya mdomo au maandishi kuhusu ujio wa Kabila. Hata hivyo, serikali yake imechukua hatua kali zinazoweka wazi msimamo mkali dhidi ya
kurejea kwake na kile kinachoonekana kama jaribio la kurejea katika siasa kwa nguvu. Hatua zilizochukuliwa kusimamisha kwa chama cha PPRD. Serikali imesitisha kwa muda usiojulikana shughuli zote za chama cha Kabila, People's Party for Reconciliation and Democracy, PPRD. Sababu iliyotolewa ni kwamba chama hicho kimekuwa kinatoa matamko ya kuunga mkono waasi wa M23 au angalau kutoonyesha msimamo wa wazi wa kuwakemea, jambo ambalo serikali imelitafsiri kama usaliti wa taifa. Kutaifishwa kwa mali za Kabila na washiriki wake kwa kutumia mamlaka ya sheria za kupambana na uasi. Serikali imetoa amri ya kutaifisha mali zote zinazomilikiwa na Joseph Kabila na viongozi wakuu wa chama chake. Hatua hii inalenga kuzuia matumizi ya mali hizo kufadhili harakati za kisiasa au kijeshi dhidi ya serikali halali ya Kinshasa. Tuhuma za kushirikiana na waasi. Kabila anadaiwa kukutana na viongozi wa kundi la M23 mjini Goma kwa siri. Serikali inaamini kuwa Kabila ana dhamira ya kuungana na makundi ya waasi kama njia ya kurudi madarakani au kudhoofisha utawala wa Tshisekedi. Historia fupi ya mvutano kati ya Tshisekedi na Kabila. Ingawa Rais Tshisekedi alichukua madaraka mnamo Januari 2019, awali aliunda muungano wa mpito na Kabila, kwani chama cha Kabila kilikuwa na ushawishi mkubwa katika bunge na taasisi nyingi za serikali. Lakini kuanzia mwaka 2021 uhusiano wao ulianza kuvunjika na Tshisekedi alianza kuwafukuza watu wa Kabila kutoka nafasi za juu serikalini, akijenga nguvu ya kisiasa ya chama chake UDPS. Kabila kwa upande wake aliendelea kuwa na ufuasi mkubwa mashariki mwa DRC na miongoni mwa wanajeshi wa zamani. Ingawa Rais Tshisekedi hajazungumza moja kwa moja mbele ya vyombo vya habari kuhusu ujio wa Kabila, hatua za serikali yake zinaonyesha wazi kuwa kurejea kwa Kabila hakukupokelewa kama tendo la kawaida au la amani, bali kama jaribio la kisiasa linalobeba hatari kubwa kwa utawala wa sasa. Hali hii inazidi kuchochea sintofahamu ya kisiasa nchini DRC, huku wananchi wakiwa na hofu ya kuzuka kwa mgogoro mpya wa kitaifa. Na huu ndo mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Msomaji wako walikuwa ni mimi Thursday Mr. Orange. BMP TV Online ni yetu sote. Subscribe, like. BMP TV Professional Update.